Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amekuwa akitujalia afya na pumzi wakati wote pasipo kumlipa chochote, kwa kuweza kutukutanisha katika eneo hili la Bonga kwenye mkutano huu ambao ni mkutano wa kuwashukuru, lakini pia ni mkutano wa kikazi, kwa sababu nimeambatana na wataalamu kutoka halmashauri yetu ya mji wa Babati. Nitumie nafasi hii kuendelea kuipongeza serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuilinda na kuitunza nchi yetu kama amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama ya nchi yetu. Lakini sambamba na hilo, nitumie fursa hii leo kuwashukuru. Baada ya uchaguzi na kwenda bungeni kula kiapo, niliporudi na kata nilifanikiwa kuzitembelea. Hali kadhalika leo nimefika Bonga na serikali yetu ni sikivu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninyi wenyewe ni mashahidi, maendeleo yanaendelea kwenye maeneo mengi nchini, tena kwa kasi ya hali ya juu, na hata sisi watu wa Bonga tumeendelea kuona maendeleo kwenye maeneo yetu. Ndugu wananchi, katika kipindi cha kampeni niliwahi kuzungumzia Ziwa Babati. Niliwahi kuzungumzia barabara ya kona ya Mrara mpaka Mamire kwenye lango la hifadhi ya Tarangire, tukiamini lango lile likifunguka na barabara ikiwa iko sawa sawa, ni dhahiri uchumi wa watu wa Babati utakwenda kufunguka. Watakuja wawekezaji, watawekeza kwa sababu kutakuwa kuna shughuli za utalii. Basi na sisi ambao tunalima, tunafuga, tutanufaika na fursa hiyo, kwa sababu zitajengwa hoteli, kutakuwa na mwingiliano wa watu wengi, tutaendelea kufanya biashara. Tunaishukuru serikali. Baada ya kufika bungeni, nimeendelea kulifuatilia hilo, na leo daraja limetanuliwa pale, na baada ya daraja anaendelea na mita 800 ambazo serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetupatia. Hizo mita 800 zikiisha, tunaamini tutapewa zingine na tutafika kwenye lango la Tarangire na shughuli za utalii kwa imani yangu zitaendelea. Lingine lilikuwa ni la Ziwa Babati. Baada ya kufika bungeni, nimeendelea kulisemea hata katika michango yangu mbalimbali. Kwa wale ambao wamewahi kunisikia, kuna maeneo nimelizungumzia Ziwa Babati, na serikali kwa sababu ni sikivu imekwisha kutuma wataalamu kuja kuangalia ziwa, na tunatazamia katika mwaka huu mpya wa fedha wa serikali tulionao, kuna fedha zinahitajika kwa ajili ya mitambo kama 30% ili mitambo iweze kuingia nchini, na kwa mazungumzo ambayo nimeyafanya kwa niaba yenu, Ziwa Babati litakuwa kupewa kipaumbele, hivyo litakwenda kusafishwa na wananchi wa halmashauri ya mji wa Babati watakwenda kunufaika na ziwa lile. Tutakwenda kufanya ufugaji wa samaki wa vizimba, tutakwenda kuwaunganisheni na taasisi za fedha, hata benki yetu ya taifa ya kilimo, lakini mikopo ile ya 4% kwa akina mama, 4 kwa vijana, 2 kwa watu wenye mahitaji maalum, na kwa kupitia Wizara ya Uvuvi na Mifugo, ninaamini fedha zitapatikana na Ziwa Babati litakwenda kutukomboa kiuchumi. Katika sekta ya elimu, shule ya msingi Bonga ilikuwa chakavu, lakini leo shule imekuwa mpya. Kweli si kweli? Na mimi kwa kupitia mfuko wa jimbo nimewapatia madawati 30. Mheshimiwa Diwani, madawati yapo shuleni? Hayapo? Madawati yamekwisha kufika shule ya msingi Bonga na wanafunzi wanaendelea kuyatumia. Katika sekta ya afya, serikali imefanya mambo mengi. Tukianza na hospitali ya mkoa, inasemekana ni hospitali ya mkoa wa Manyara, lakini wanufaika wakuu ni sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati. Imekuwa hospitali ambayo ni ya msaada, hata wenzetu wa mikoa ya jirani ya Dodoma na Singida wanapata huduma pale. Tulikuwa tuna changamoto ya huduma ya dialysis, huduma ya kusafishwa damu kwenye watu wenye changamoto za figo. Huduma ilikuwa inapatikana Benjamin Mkapa,
Muhimbili na KSMC wakati mwingine, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua umuhimu wa afya kwa jamii ya Kitanzania, tumeletewa vifaa tiba pale katika hospitali yetu ile, vifaa vya kisasa kabisa, na leo wananchi wa mkoa wa Manyara, hususan sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati, tunanufaika na huduma ya dialysis pale. Lakini serikali imetoa fedha na majengo yamekamilika: jengo la dharura, jengo la wagonjwa mahututi na jengo la damu salama liko njiani kwisha. Hospitali yetu ya halmashauri ya mji, hospitali ya Mrara, serikali ilitupa fedha nyingi, majengo yamejengwa pale na huduma imeendelea kuboreshwa. Imetupa hela kwa ajili ya vifaa tiba. Vifaa tiba pia vimenunuliwa. Na changamoto ya mama na mtoto wakati wa kujifungua, akina mama walikuwa wakipoteza maisha, lakini leo kifo cha mama na mtoto kimepungua kabisa pale na kinakwenda kuisha kabisa. Tunatambua tuna kituo chetu cha afya cha Bonga, ni kituo ambacho ni kikongwe. Leo kituo cha afya cha Maisaka kinatoa huduma ya upasuaji, na mimi ndiye nilienda kufanya uzinduzi wa huduma hiyo ya upasuaji. Na kituo cha afya cha Bonga tutakwenda kukiboresha na chenyewe kitoe huduma stahiki na wananchi wanufaike kwa huduma ya afya katika kituo chetu cha Bonga badala ya kukimbilia hospitali yetu ya mji ambayo ni Mrara. Halmashauri ya mji wa Babati ilikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Tunatambua changamoto bado zipo, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuona namna sahihi ya kutatua changamoto ya maji katika maeneo yetu. Katika sekta ya kilimo, ninyi ni mashahidi, serikali imeendelea kuboresha huduma kwa kuwawezesha maafisa ugani kupata semina za mara kwa mara ili kuwajengea uwezo ili waweze kutuhudumia katika maeneo yetu. Lakini tumeendelea kusema na serikali pia kwa kupitia Wizara ya Kilimo kwa kupitia Tume ya Umwagiliaji. Tunashukuru serikali imeipatia mkoa wa Manyara gari kwa ajili ya uchimbaji wa visima, ambapo ni lengo kuu la Mheshimiwa Rais. Magari hayo yametolewa nchi nzima kwenye mikoa. Nitakuwa mwakilishi mwema katika kuhakikisha fedha hizo zinakwenda kwenye makundi hayo kwa kushirikiana na wenzangu wa halmashauri pasipo na upendeleo, na ndugu zetu wameendelea kusajili vikundi hivyo, na vikundi kama ambavyo serikali imeelekeza vimeendelea kusajiliwa na vimeendelea kupatiwa mikopo hiyo. Ninatambua tuna vijana ndio kundi kubwa ambalo linashughulika na ujasiriamali, na kwa kutambua umuhimu wa vijana alianzisha wizara maalum inayoshughulika na vijana. Sasa ni wajibu wa vijana sasa kuungana kwa pamoja, kuacha kushiriki mambo ambayo sio ya msingi, tujikite kwenye uchumi ili tuweze kusogea hatua moja kwenda hatua nyingine. Sitamani kuwa kiongozi wa watu ambao wanakuwa ni dhaifu kiuchumi. Natamani kuwa kiongozi wa watu ambao watakuwa na nguvu kiuchumi, na itatusaidia hata kufanya maamuzi ya msingi kwenye mambo yetu ya msingi pasipo kushawishiwa na jambo lolote. Tunatambua ndugu zetu wa TARURA, hapo nyuma bajeti ilifika mahali ikazidiwa kutokana na mvua nyingi zilizonyesha na kuharibu miundombinu ya barabara. Kwa hiyo kwa kupitia mwaka huu mpya wa fedha wa serikali tulionao, kwa kupitia mfuko wa barabara, mimi kama mwakilishi wenu na wabunge wengine wa majimbo mengine nchini tuliungana pamoja katika kuishauri serikali fedha zile za tozo ambazo zinatumika kwenye mfuko wa barabara ziende moja kwa moja. Kwa hiyo katika mwaka huu tunaamini fedha zile zote zitakuwepo na wenzetu wa TARURA watapelekewa fedha moja kwa moja. Wakipelekewa fedha moja kwa moja, ule utaratibu uliouweka wa kukarabati barabara hizi, barabara zitakwenda kukarabatiwa na namna ile ambayo wameturudishia tena ajira nyingine ya kuzitunza hizo barabara zitaendelea. Hivyo ninaomba Mheshimiwa Diwani ushirikiane na afisa maendeleo katika kuona mnavyosajili watu wenu. Ninaamini ya kuwa
Afisa maendeleo wetu wa wilaya ni mtu makini. Nimekwisha kuongea, hata niliongea na meneja wa TARURA, alisema wamewapa kazi pia ilivyo vikundi viweze kubainika. Tunaomba vikundi hivyo vibainike, pasipiwe na upendeleo. Katika mitaa hii wapatikane watu ili na wao wawe na uchungu na barabara zao watakapopewa majukumu. Itakuwa ni fedhea vikatokea vikundi humu vikaaminiwa, vikasajiliwa, vikaambiwa kipande hiki mpaka eneo fulani mtapewa milioni 8, milioni 9, mkapewa zile fedha na serikali, alafu mkafanya kazi ya kulipua hizo barabara, mtakuwa tumejiibia wenyewe. Narudia tena, kwa wale mtakaoingia kwenye vikundi hivyo, mtakaobahatika, kwa sababu sio watu wengi, ni vikundi vichache, mtakaobahatika na kupewa majukumu ya kushughulika na hizo barabara, ninaomba mfanye kazi kwa uaminifu, mfanye kazi kwa weledi. Nikipita huko, mimi na hawa ndugu zangu wa TARURA nashirikiana nao sana, niko nao karibu, kila hatua huwa ninaijua. Wakikwama mahali, mimi nakwenda kule juu, nasema maneno yangu pale ya uwakilishi, tunapata nguvu. Sasa nikija kwenye eneo, wewe ndo uko kwenye kikundi ambacho umepewa kazi ya barabara na unalegalega na fedha umeweka mfukoni, Mheshimiwa Diwani, itabidi tushirikiane tu, au watu waende lock up, kwa sababu haiwezekani uweze kuaminiwa, upewe fedha, upewe kazi, alafu wewe ule tu pesa, alafu ulipwe. Haiwezekani. Nchi ni ya kwetu, lazima tushikamane pamoja, tuijenge nchi yetu. Bonga ni ya kwetu, lazima tushikamane kwa pamoja, tuijenge bonga yetu. Hata ikitokea ujenzi unafanyika, ninashangaa sana, mtu sementi naibiwa, unaletewa wewe na wewe unapokea. Sementi mfuko unauzwa shilingi 20,000, wewe unaletewa mfuko kwa 12,000 na wewe unafurahia. Mimi nawapongeza watu fulani, siwezi kutaja eneo fulani, wao walijipanga kwamba bana, barabara hii inajengwa. Sisi tumesubiri barabara kwa muda mrefu. Sasa barabara inaletwa, watu wanaiba nondo, watu wanaiba sementi. Walikuwa wanawacharaza viboko, unakungutwa viboko, naambiwa rudisha sementi kule site, rudisha nondo. Ndio maisha tunataka, sababu nchi ni ya kwetu. Unamuibia nani? Anayepata changamoto ya barabara ni sisi. Serikali inaleta fedha, kwa nini na sisi tusiwe sehemu ya kusimamia? Mfuko wa sementi unaibiwa, unasogezwa nyumbani kwako, utakuja na wewe kweli unapokea, unahifadhi, na wewe si mwizi? Kwa tunaamini shughuli zozote za maendeleo ambazo fedha za serikali zimeletwa, kila mmoja wetu awe msimamizi wa shughuli hiyo. Hapo vipi? Hapo vipi? Waheshimiwa mabalozi, nyinyi nimeona wazee wangu mabalozi, kukiwa kuna mradi huko, pita, tembea, angalia. Ukikutana na mtu ambeba mfuko, mwambie napiga kelele, we mwizi. Rudisha mfuko wa sementi, rudisha nondo kwenye shule inayojengwa. Leo tunalia hapa Imiti, tuna watoto wengi, madarasa yanahitajika, yaliyoko ni chakavu. Kule Haraa madarasa ni chakavu, serikali inaleta fedha, sisi tunakuwa tena sehemu ya kuhujumu zile fedha zilizoletwa. Tubadilike, serikali ni ya kwetu, nchi ni ya kwetu, tuijenge pamoja, tulete maendeleo kwa pamoja.